Bwana asifiwe. Asubuhi njema. Nimeokoka na Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Niko na sababu ya kumshukuru Bwana, na naamini ya kwamba hata wewe uko na sababu ya kumshukuru Bwana. Tukikumbuka ya kwamba alimtoa mwanawe Yesu Kristo pale msalabani ili sisi wenyewe tuweze kupokea kipawa ya wokovu. Na ni kwa neema, sio kwa kazi yetu, sio kwa wema wetu, lakini ni kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Alitoa mwanawe Yesu Kristo akatukufia pale msalabani. So naamini asubuhi ya leo mimi pamoja na wewe tuko na sababu ya kumshukuru na kumuishia Bwana. Na zaidi ya yote ni kwa neema Mwenyezi Mungu ametuchagua, ametufanya wake, kama vile alichagua wana Israeli, akawaongoza, akakuwa pamoja nao, akawalinda, akawapigania. Hivyo ndivyo tu Mungu ametuchagua kupitia Yesu Kristo, ndio sisi nasi tuwe wanawake na tumtumikie. Kama vile nilisema jana, nilisema ya kwamba wakati umefika, wakati wa jambo mpya umefika. Kwa maana Mwenyezi Mungu kuna yale mambo ambayo anafanya ndani na nje ya maisha yetu. Kama vile nilisema, ningependa nimkumbushe, nimwambie ya kwamba msisahau coming Sunday ambayo inakuja tarehe 19. Hiyo Sunday ndio sisi tunaririsiwa pale Christ Witnessing Church, ndio tuende tukamtumikie Mwenyezi Mungu mahali yeye mwenyewe amejichagulia, mahali Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi ya kumtumikia. Nataka tu nimkumbushe na msisahau, kwa maana yale mambo ambayo nilinena jana, hata leo naweza rudia niseme ya kwamba sio kwa nguvu, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu sisi tumefika mahali tuko. Na nasema na narudia, kwa maana tumeweza kusikia ama kujionea mambo mengi ambayo yamekuwa ikifanyika makanisani. Unapata ya kwamba watu wanakuwa na vita, wakati watu wanaitwa na Mungu waende wamtumikie na njia nyingine, unapata ya kwamba kuna mvurutano na kuna maswali mengi. Mimi niko hapa ili niweze kujibu hayo maswali, nimhakikishie ya kwamba hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Hii ni mwito wa Mwenyezi Mungu. Hatutoki pale juu ya vita, hatutoki pale juu ya kuchukiwa. Ni wakati wetu umefika. Na maandiko, kama vile tunajua, maandiko inasema ya kwamba wakati wako ukifika, what to the next move, lazima umtii Mwenyezi Mungu. So tusikue na wasiwasi, tusitake kufikiria sana ama kujipatia some reasons ni kwa nini hii kitu imefanyika na ni kwa nini kwa wakati huu. Ni kwa wakati huu kwa maana ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na mimi najua ya kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nami, na najua ya kwamba Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa pamoja nami na ataniongoza. Mwenyezi Mungu ako pamoja nami na najua ya kwamba ataniongoza pamoja na wale ambao Mwenyezi Mungu atajichagulia tuwe pamoja kwa hiyo ushirika. Asubuhi ya leo ningependa nikukumbushe wewe mwenye huwa unatufollow up kwa hii platform. Ningependa nikukumbusha, nikwambia kwamba hata kukiwa vile kuko, hata nchi ikiwa inapitia zile shida ambazo inapitia, hata sisi raia, watu wakiwa wakipitia yale mambo wanapitia, Mwenyezi Mungu bado yuko na bado amekalia kiti yake ya enzi. Na Mwenyezi Mungu atapigania na atawapea ushindi wale ambao watamtegemea. That means and that is why mimi ninakuja kumwambia ya kwamba hii sio wakati ya kunugunika. Hii ni wakati
ya kumrudia Bwana, ili tuweze kumrudia naye aweze kuturudia. Maandiko huyu inasema ya kwamba wakati watu wangu watanirudia na mimi nitawarudia. Na Mungu akirudia watu wake, Mungu huwa anawabariki, Mungu huwa anawatenda mema. Ni furaha yangu ya kwamba wewe pamoja na mimi tukiendelea kumtumikia Bwana, tutaendelea kuona wema wake. Kama vile nilisema, the big event yenye sisi tunagojea ni hii Saturday yenye inakuja. After there nitaendelea kumjulisha. Hasa kuna watu wengi ambao walikuwa wanauliza ya kwamba kwani ulifungua kanisa? Kwani ulifungua kanisa wapi? Sasa wakati umefika, na wakati wangu wa kumwelezea mahali kanisa iko na all the other programs zenye zitakuwa zikiendelea unakuja hivi karibuni. Kwa hivyo tuendelee kusaidiana kwa maombi na hasa kuombea hayo madhabahu, kwa maana kama kuna kitu sisi wenyewe tunataka kuhakikisha kwa ile madhabahu ni utakatifu, kwa maana tunajua mahali kutakuwa na utakatifu, there will be manifestation of God's blessing. Watu watajionea miujiza kama vile sisi wenyewe tumekuwa tukiexperience miujiza juu ya maisha yetu. Tunaamini ya kwamba watu wata experience miujiza, lakini lazima tuhakikishe kuna utakatifu. Maandiko inasema ya kwamba wakati ni huu, the time has come and it is now for us to worship our God in spirit and in truth. Tumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya roho, tukiwa ndani ya roho. Hii sio maneno ambayo tunafaa kufanya na kimwili. Usikubali kuongozwa na feelings, usikubali kuongozwa na emotions. Hii nafasi ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ya kumjengea madhabahu, tunataka tumtengenezee madhabahu ambayo hautaongozwa pale na feelings, utaongozwa na Roho Mtakatifu. Mahali wewe mwenyewe ukielekea pale ukiwa na kiu, utatosheleshwa na yale maji ambayo utakunywa mahali pale. So tunaendelea kumshukuru Mungu, tukiendelea na mipango ambayo iko mbele zetu, na mimi najua ya kwamba tukiwa pamoja sisi ni washindi. Na kwa yote Yesu Kristo akiwa pamoja nasi na tukiongozwa na Roho Mtakatifu, mambo yote itakuwa sawa. Kitu naweza muahidi ni mwambie ya kwamba mimi mbele najua iko sawa. Wacha hata sisi wenyewe tuungane, tuhakikishe ya kwamba hata nyuma yetu pia kuko sawa. Mungu ambariki, Mungu amuonekanie, Mungu amtendee mema. Amen and amen.